kweli mara nyingi wanazungumza watu wanapoanza kumtaja au kumsema Mangungu kwa ubaya au kwa njia yote ile. Huo nimezungumza sana mara nyingi. Na kweli mimi naamini watu wengi wanafuata mtu mkumbo kwa sababu ni mwenyekiti bila kuwa na ufahamu pana wa jinsi gani ambavyo mambo ya mpira yanavyoendeshwa, lakini pia jinsi gani ambavyo changamoto ambazo timu yetu ya mpira imekuwa imepitia kwa miaka hii karibuni. Kwa hiyo kwa kweli kitendo cha fanya mmoja na mwenyekiti wetu ni kitendo cha ovyo, ni kitendo ambacho hakipasi kufungiwa macho. Kimemdhalilisha mwenyekiti. Mwenyekiti ni icon ya klabu, na hata kama kuna collective responsibility ambazo anaweza kuzibeba, nadhani lazima turudi tuangalie kwa undani zaidi, na sio kuanza kumwataka binafsi kama yeye. Okay, na kwa tukio ambalo limefanyika hapo jana, unaweza pia ukawa mpango ambao umeratibiwa na baadhi ya watu huenda hawampendi, ama ni mashabiki kutofahamu majukumu ya Mangungu? Unajua tatizo ambalo naliona kwa sasa na kusikia ni kwamba kuna makundi ndani. Kuna makundi ambayo yanamuunga mkono mwekezaji, kuna makundi yanamuunga mkono Mangungu, kuna makundi ambayo yanamuunga mkono kiongozi mwenyekiti wetu alipita Bwana Salim Mhene try again. Sasa haya makundi ni makundi ya mashabiki na wanachama. Nadhani haya ndio tatizo ambalo ndio tatizo kwa Simba kwa sasa. Na kama ni viongozi, nafikiri kazi kubwa kiongozi kuunganisha watu. Kwa hiyo nadhani rai yangu kwao, kama ni kweli kuna makundi ambayo yanaunga wao mkono kwa njia yote ile, basi ni vema wao wakasaidia kuyavunja ya makundi, kwa sababu Simba ni moja. Tunapitia kipindi kigumu, lakini kipindi ambacho viongozi wetu wanajaribu kila njia kwenye kutengeneza timu. Tumeona msimu uliopita tulisajili wachezaji wengi wapya, lakini ile project haikufanikiwa kwa jinsi ambavyo tulitaka, na uongozi ukawaondoa. Sasa wachezaji wengi wakaondoa, wakasajili wachezaji karibu 9-10 dirisha kubwa. Tumefika dirisha dogo tena tumewaondoa baadhi yao, na tumesajili wachezaji 8 wapya. Kwa ukiangalia Simba bado inatafuta jinsi ya kujitafuta, na kwenye kujitafuta sio jambo rahisi, jambo ambalo linahitaji muda. Na kama ndio hivyo, basi inabidi tuwape muda sana viongozi wetu, tuwape muda benchi la ufundi na wachezaji, tuwape muda na tuwasupport, kwa sababu mpira hautengenezwi kwa siku moja. Matokeo ya mpira yanakuja kwa muunganiko wa vitu vingi, mojawapo ikiwa ni kuwa na wachezaji sahihi, kuwa na benchi la ufundi nzuri, kuwa na uongozi unao support sasa welfare za wachezaji na mahitaji ya wachezaji na mahitaji ya mwalimu, lakini pia na mashabiki wenye utulivu ambao wanaelewa hii situation tunayopitia, na bado wanaendelea kuwapa moyo wachezaji, tukiamini kwamba kwa aina ya wachezaji ambao tunao sasa na uwezo wao, tunahitaji muda wa ziada, labda na nyongeza 1 au 2 kule nyuma, katika kufikia katika Simba ambayo tunaamini inaweza kuwa ni Simba yenye mafanikio zaidi kwa mbele. Ukiuliza baadhi ya wanachama wanaamini kwamba kuhusiana na Mangungu, wanaamini kwamba wanasema kwamba wao mtu wa kuwasemea ni Mangungu, ndio maana wanaelekeza hayo malalamiko kwao. Je, hawa kauli hii ikoje kwao? Hawa ni hawajui muundo wa klabu, hata katiba hawajui. Klabu ya Simba inasimamiwa na kuendeshwa na bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club Limited. Kwa hiyo chochote kikiharibika kwenye Simba hakimhusu Mangungu, hapana, kinahusu bodi, kwa sababu klabu inaendeshwa na bodi ya wakurugenzi. Mangungu si mwenyekiti, lakini mjumbe mojawapo wa bodi ya wakurugenzi. Kwa hiyo kama tunamtaka Mangungu kwamba ni sehemu ya tatizo, kama alipo kweli, lakini hawezi kubeba lawama za kinachoendelea. Hii
kama Mangungu binafsi, hapana. Hapo tunamkosea, ni kuonesha jinsi gani ambavyo hatusomi katiba, hatujui klabu yetu inaendeshwaje na vitu kama hivyo. Kwa kiwalisia kwamba wanachama ama mashabiki wa Simba wanapaswa kufahamu kwamba katiba haimpi mandate ya kutoa maamuzi mwenyekiti Mangungu. Labda niseme kwamba Mangungu peke yake hana mandate ya maamuzi. Tufahamu kwamba bodi ni chombo cha maamuzi, kwa maana ya kwamba kazi ya bodi ni kutengeneza sera za kampuni, kutengeneza uelekeo na malengo ya kampuni, kupitisha bajeti na kusimamia management. Kwa hiyo Mangungu yeye hana nguvu, ana nguvu kama sehemu ya watu wenye maamuzi katika bodi, lakini hana maamuzi ya kiutendaji, kwa sababu mtendaji mkuu ni CEO, na kama tunaona matokeo hayako sawa na vitu vingine, ili ni swala la kiutendaji zaidi, wala sio swala la maamuzi. Bodi itaamua baadaye kama itaona kuna haja, lakini hili ni swala la matokeo, swala la uendeshaji ambao liko chini ya management ya CEO. Kwa hiyo tunapomwataka Mangungu moja kwa moja, kwanza tumtendee haki. Huo ndio kweli. Tumtendee haki, tunamkosea heshima, hasa pale ambapo tunaanza kumtukana, tunapoanza kumgasi na vitu vingine. Hii sio sawasawa na haileti heshima, na ukweli kabisa kwamba kwa nje huko image yetu inachafuka sana. Kwa hiyo tulinde image yetu, tulinde brand yetu. Matokeo ni ya mpira huwa yanakuja hivi, lakini kuna sababu, na sababu tunazijua wote, na bidii au juhudi ya viongozi tunaiona. Kwa hiyo nadhani ni kuendelea kuwapa support viongozi, waendelee kupambana ili tuweze kurudi katika uwezo wetu wa timu ya kawaida. Na kwa mpasuko kama huu ambao upo, uwepo wa makundi ndani ya klabu ya soka ya Simba, tena mpasuko wa uongozi, kuwepo kwa makundi, unadhani itakuwa jambo rahisi kwa Simba kurudi kwenye ubora wake kama ambavyo ulivyokuwa awali enzi zenu? Mimi naamini Simba inakwenda kurudi ubora wake, kwa sababu bora wa Simba unatokana na wachezaji. Viongozi, unajua, hatujaona sehemu kwamba viongozi wameshinda kuhudumia timu, hawana mshahara au wameshinda kulipa posho. Hapana, hilo halipo. Kwa hiyo kwa maana ya uongozi wamejaribu kufanya ya kwao. Mimi naamini bado hatujajenga timu ya ushindani wa kweli, na timu ya ushindani wa kweli haijengwi siku moja. Labda tukubali kwamba kizazi cha Simba cha mafanikio kilishapita. Wanakuja, tuna phase out wachezaji, wanakuja wachezaji wapya. Tumeona tujaribu huyu, tunamuondoa kwa sababu bado hajafanikiwa kupata aina ya wachezaji ambao tunaamini watasaidia Simba kwa muda mfupi. Simba haitaki kusubiri. Kwa hiyo mimi nadhani tunapaswa kuwa na subira. Nilizungumza na msimamizi wa mchezaji Elie Mpanzu, na miongoni mwa yale ambayo amenieleza, mojawapo amezungumza kwamba ndani ya Simba kuna shida hata kwenye viongozi pia. Inawezekana kwa sababu kwa level yake, kwa sababu ana mchezaji, na mchezaji anaongea na vijana wake ambaye ana link na wachezaji. Inawezekana kuna hiyo tatizo ambalo mimi silijui kwa kweli, kwa sababu mambo ya ndani. Mimi naangalia mambo ninavyoona huku nje. Naona viongozi, naona usajili, naona kocha anakuja na vitu vingine. Kwa mimi naamini viongozi wetu ni watu wanajitambua, wanajua wanataka nini, wanafanya nini. Na mimi kwa nishakuwa kiongozi, mimi zaidi nitamsikia kiongozi na si mchezaji ambaye tumeona anataka kuondoka. Mchezaji anataka kuondoka, anaweza kusema lolote ili aondoke, kwa sababu ana mkataba na Simba, na baba inamhitaji, na kwa sababu ana mkataba na Simba ina majukumu, na majukumu yake ni makubwa, yanahitaji mchezaji mkubwa kama Mpanzu. It's obvious kwamba tamzuia. Kwa hiyo kitendo kile lazima kwa upande wa mchezaji, aidha mchezaji mwenyewe au kupitia kwa management yake, haitakuwa happy. Kwa hiyo kija na kauli yote, mimi sipaswi kuchukua kauli ile kama ni kauli rasmi kwamba uongozi wa timu yangu wa klabu yangu kwamba ni waovu. Hapana. Mimi hilo sitaki kulisemea na sitalichukua kama katika mantiki hiyo.
Sawa. Na jana umetazama mechi Simba ilifeli wapi? Unafahamu vizuri soka. Simba ina wachezaji wazuri, ina muunganiko wa wachezaji, lakini wachezaji wengi ni wachezaji ambao hawajakaa pamoja kwa muda mrefu. Wengi ni wapya. Kwa hiyo uzuri wao unamegwa na mapungufu ya kutokuwa na uwezo wa kucheza kwa pamoja, na hii kwa sababu hawajakaa pamoja. Wamecheza vizuri, wamejitahidi. Esperance ni timu kubwa sana Afrika. Kwa Esperance kurudisha magoli mawili mimi inaniambia kwamba sio kama Simba ni wachovu, inaniambia kwamba Esperance imeonyesha ukomavu wake na ukubwa wake, na tumeona wakicheza na tumeona jinsi ambavyo wameweza kuomboa zile goli. Of course goli la kwanza tumejifunga kama tulifunga wenyewe, na hilo niliwapa moyo. Ni sehemu ya mchezo, makosa kwenye mpira ni sehemu ya mchezo. Mimi nadhani turudi kwenye drawing board. Mwaka huu tumeisha makundi, tukubali si mbaya, lakini si alikuwa lengo letu. Turudi twende tukaendelee kuiandaa vizuri timu yetu, kuitengeneza vizuri timu yetu. Tuwape nafasi mwalimu na wachezaji, tuwape fresh atmosphere ya viongozi, waweze kufikiri zaidi na waweze kujituma zaidi katika kutuinua mbele zaidi ya hapa ambapo tulipo. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.